Okay. Yes, Wagwan Massive wa Live Online TV. Tukiwa tunakuja katika muonekano mwingine mpya kabisa ndani ya studio za Live Online TV. Kama unavyoona mambo yanapendeza, na kabla sijaendelea bwana kwanza nikuse juice kidogo mtazamaji Naam. Mtazamaji wa Live Online TV, nikwambie kwamba baada ya muda kidogo hivi kuonekana kama tupo kimya kimya, sasa tulikuwa ni katika kuandaa kitu kinaitwa majeshi. Yani sasa hivi tuko vizuri na nadhani hata mwenyewe unaona mambo yanavyoenda kabisa. Bila kusahau kwamba leo ni ndani ya exclusive interview, na kawaida yangu tunakuwa pamoja kabisa kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Lakini kukumbusha kwamba kama hujasubscribe, gusa maandishi mekundu chini ya video hii ili uweze kusubscribe, lakini pia turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa ambazo tutakuwa tunakuletea kupitia Live Online TV. Lakini unaweza kutembea mitandao yetu ya kijamii katika Instagram, Facebook na Twitter, tupo kama Live Online TV. Kwa hiyo fanya hivyo ili tuweze kuungana na kuwa wanafamilia ndani ya Live Online TV. Kama nilivyokuambia, hii ni exclusive interview na wasanii ama waimbaji wa Kaswida. Kwa hiyo leo utapata kuwajua. Kwanza niwakaribishe bwana, unajua niwafanyie surprise kidogo, unaweza ukashangaa, lakini ni wasanii wakubwa ambao sio wa mchezo, ila leo tumeweza kupata bahati. Hii ni bahati naita ya kuweza kupiga nao story 2-3. Kwa hiyo niwakaribishe waweze kuingia ndani ya mjengo ili moja kwa moja mambo yaweze kwenda mubashara kabisa. Live Stars Massive, stay tuned. Wageni wetu wanaingia kwa sasa. Naam. Kano bwana, karibu sana. Bwana. Umesanitize hapo moja lakini salimiana. Umesanitize vizuri kweli? Naambiwa corona imeisha. Corona imeisha. Alafu Mungu yuko pamoja na sisi. Sawa. Naam. Baada ya kumpokea Kano, sasa anaingia si mwingine ni Kinana, ambaye msanii mkubwa wa nyimbo za Kaswida. Okay? Huyu ni Kinana mwenyewe. Karibu sana bwana ndani ya studio za Live Online TV. Asante sana. Okay, Mungu anasaidia. Ila pia na ume sanitize kwa? Tumesha sanitize hapo. Naam. Tunaingia. Karibu sana bwana, karibu sana. Asante sana. Okay. Naam. Kabla ya kwanza kabisa, kwa sababu unajua tulipotoka inawezekana ikawa ni mbali na dini, mambo kama hivyo, tupate kinywaji huko, tunaendelea mdogo yani mambo kama hayo sasa ndio Live Online yenyewe. Kwa tunahakikisha kwamba kila mtu anaenjoy pindi anapokuwa studioni kwetu. Naam. Mtazamaji, kama nilivyokuambia kwamba kama hujasubscribe utakuwa unafanya makosa, kwa sababu kuna mambo makubwa sana yanakupita. Kwa hiyo fanya kusubscribe kwa kugusa maandishi mekundu chini ya video hii, lakini pia turn notification kwa kubonyeza alama ya kengele, na moja kwa moja utaungana na wanafamilia wa Live Online TV. Live Stars tuko pamoja kabisa katika exclusive interview na wasanii hawa waimbaji wa Kaswida ama nyimbo zile za Kimungu. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho, bila shaka, na ni matumaini yangu kwamba tutakuwa pamoja. Lakini pia usisahau kushare ili kila mtu aweze kupata hiki kitu, kwa sababu ni kwa ajili yetu sote na tunakwambia Live Online TV here for you. Tupo kwa ajili yako mtazamaji wa Live Online TV. Okay, moja kwa moja sasa nimeongea majina yenu ya kila mtu au mtazamaji angependa kujua kila mtu jina lake, ajitambulishe na nini kabla ya kuingia katika mambo mengine. Nianze na aliingia akiwa kwanza au mwisho? Hivyo tutaenda kwanza. Basi tuanze na mkono wa kushoto. Kwa jina naitwa Kamano Ishaka Karukano. Maarufu ni jina la Karukano. Na ni bali la na nashidi. Karibu sana. Sasa karibu wana upande wangu hapa, na wewe ujitambulishe. Kwa majina naitwa Ramadhani almaarufu kama Kinana Sango, mwimbaji wa Kaswida. Karibu sana. Sasa baada ya kupata utambulisho wa wageni wetu wa leo ndani ya studio yetu ya Live Online TV, moja kwa moja tuingie sasa katika exclusive ambayo tumeweza kuandalia kwa siku hii ya leo ili uweze kuenjoy, lakini pia kujifunza mambo mbalimbali kupitia Live Online TV. Na moja kwa moja sasa katika muziki tunaweka ni muziki wa dini, sio hivyo? Kaswida.
Yes. Kaswida sasa ina maana kwa Kiswahili chake tunasemaje sasa? Ni Kaswida kama Ukitaka maelezo, yani kwamba nimeenda kwenye kamusi, nimesearch Kaswida, maelezo yake huwa yanakuwaje? Ni mwimbaji wa Kaswida. Ila ukisema muziki utakuwa dhana nyingine tofauti na ile dhana. Unajua hapo kidogo unanichanganya kwa sababu ninavyojua kwamba muziki definition yake haimaanishi ni Kaswida, haimaanishi ni bongo flava, haimaanishi ni muziki wa KKT sijui au ni wa asili, ila muziki ni muziki. Sasa wewe ndio utapiga katika mapigo yako. Kama yanaenda inakuwa hiyo ni Kaswida lakini bado itabaki kuwa muziki. Ndio mimi ningependa tutumie Kaswida. Ndio. Tusitumie muziki, neno muziki tuliache. Ndio Kaswida. Mwimbaji wa Kaswida. Wewe unaita Kaswida, mimi naita Kaswida. Tuko sawa. Sawa. Inategemeana yani utatamka vipi, lakini tuko sawa. Kwa sijatamka vibaya. Kaswida. Sawa. Au Kasda. Yeah. Naam. Mtazamaji, kama unavyoona mambo yanavyoanza kuiva au mambo yanaanza kuwa moto kweli kweli, mtazamaji wa Live Online TV. Tumezungumza kidogo kuhusiana na neno Kaswida nini ili tuweze kuelimishana kidogo. Unajua haya mambo yanavyoenda mtazamaji, lakini tuje katika real sense ni kwamba kwa upande wake Kinana alikuwa ni mwimbaji wa muziki wa kawaida au wa kidunia ama bongo flava, lakini sio yeye peke yake. Tukiangalia imekuwepo tabia ya baadhi ya wasanii kuswitch kutoka katika muziki wa kidunia kuelekea katika muziki wa injili, kaswida na mambo mbalimbali kama hayo hapo. Sasa ni kitu gani kinapelekea labda waweze kuswitch kinamna hiyo kwamba aachane na muziki wa kidunia, ingali kwamba watu wanajua kabisa kwamba muziki wa kidunia wa bongo flava ambao tunajua sisi inalipa zaidi kuliko muziki wa injili. Sasa ni kitu gani ambacho huwa kinafanya wasanii wana switch kutoka sehemu moja kuelekea upande mwingine? Lakini pia ukiangalia upande wa Kinana, na yeye ameswitch kutoka katika muziki huo na kwa sasa anaendelea kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa kupitia uimbaji wa kaswida. Sasa ni kitu gani ambacho kinapelekea wao wana switch, tukiwa tunajua kabisa kule malipo ni machache, yani hamna faida kubwa, lakini upande wa muziki wa bongo flava watu wanakuwa ni popra, wanapata matuzo makubwa, watu kuna mambo mengi kwa kweli. Kwa hiyo tunataka kujua kwa siku ya leo kwanza kabisa ni kwa nini kitu kama hicho kinatokea. Lakini nikikupa mfano kwanza kidogo, kuna msanii kama Sumari baada ya kupotea kwenye game muda mrefu, ujio wake amekuja katika ujio mwingine tena. Sasa hivi anaimba na yeye ni kaswida, si ndio? Unaona? Lakini tukija kwa mwimbaji kama Ravarava anaimba bongo flava, lakini kuna muda unakuta na yeye anaelekea kule. Unaona? Lakini tukija kwa watu kama kina Mawasama, kina Kituga, wanakuwa wanaimba nyimbo kama hizo. Unafikiri ni kwa nini labda mtu aliziki yani kuimba sehemu moja hivi mpaka switch aelekee upande mwingine? Mwanzo kabisa nikianza na swali ambalo umeniuliza, ndio kwamba nilikuwa naimba muziki wa dunia, nimeswitch sasa hivi nimerudi kuimba nyimbo za kiimani zaidi. Nafikiri tunatofautiana na kila mtu anaweza ukamuuliza atakupa sababu zake. Lakini kwa upande wangu mimi binafsi, kwanza kabisa naamini kwanza kila sehemu inaweza kuwa na faida, inategemea unafanya vipi kazi yako. Ndio. Kwa hiyo ukiuliza kila mtu atakupa majibu tofauti kulingana na maamuzi anayofanya. Ndio maana nikasema sasa nikuulize wewe ili unipe hayo majibu ya kwako ambayo ni tofauti na wengine. Ndio. Sawa. Mimi nimeamua kuacha muziki wa dunia kwa sababu nimepata mifano mingi sana. Nimefikiria, nikaangalia upande wa pili pia kwa nyimbo za kiimani zaidi, bado hawajapatikana watu ambao watazifanya kazi na kufikisha ujumbe katika jamii kwa namna ya nini ya upande, yani upande wa imani zaidi. Unaona? Kwa hiyo mimi nimeamua kuswitch kutoka katika nyimbo, sio kwamba najaribu au natafuta soko la kuja kufanya nitafute pesa. Kwanza ni nia dhahiri kabisa kwamba nimeamua nirudi katika upande huu ili niweze kuelimisha jamii, pia kuwa mfano mzuri katika nini, katika jamii. Nafikiri katika upande labda uifikiri kwamba
unavyoimba muziki wa kidunia uweze ukawa mfano kwenye jamii? Kwamba siwezi nikawa mfano kwenye jamii kwamba wakati nipo kule. Yeah. Actually kabisa nikwambie hauwezi kuwa mfano katika kwa kuimba muziki. Ndio maana nimeswitch, sio kwamba nitarudi kama unavyofikiria. Yaani hii ni dhahiri, shahiri, mwanzo, mwisho. Mwimbaji wa nyimbo za kidunia hawezi kuwa mfano katika jamii. Mfano katika namna nyingine, lakini hawezi akawa mfano. Unajua hapo kidogo tunachengana kitu kimoja. Kuna kitu kimoja, kipaji tunapewa na Mwenyezi Mungu. Ndio. Na aliyetupa hichi kipaji na tumai kabisa ndiye aliweza kuweka mapenzi, akaweka kulima, akaweka vitu mbalimbali. Na tunavyoimba muziki wa Bongo Flava unatofautiana katika muktadha, ndio hivyo, kwamba huyu anaimba muziki wa Bongo Flava katika mazingira yake, au anataka afikishe muziki wa Bongo Flava yeye ana ujumbe gani kwa jamii. Anaimba Bongo Flava, ndio hivyo, anahamasisha kilimo. Anaimba Bongo Flava anataka watu wadumu katika ndoa. Anaimba Bongo Flava anataka labda watu. Sasa inakuwaje yeye asionekane kuwa mfano wakati vitu vyote anavyowaasa watu ni vitu ambavyo vyoka Mwenyezi Mungu? Naam. Kama ulivyosema ni sawa kwamba mtu ataimba kilimo, atahamasisha watu, atafanya kazi na nini, watu watafanya kazi kwa bidii, watafanikiwa na nini, lakini mara ghafla anaimba tena nyimbo zingine zile ambazo unazijua wewe, mimi siwezi nikazisema. Unaona? Ndio. Kwa hiyo sasa hapo kwa nini asiwe kwenye mstari? Kama ni kilimo aimbe kilimo kila siku. So unaimba kilimo, mwisho wa siku unakuja kuimba tena yale mambo tena mengine yale ambayo mimi siwezi nikayasema. Umeshaona? Kuna vitu vingi sana ambavyo yani wewe unavijua. Najua wewe ni mtu mkubwa, live online kabisa, ni TV kubwa kabisa, unajua haya mambo kabisa. Nafikiri hata nikisema hivyo si lazima niyaseme, lakini unaelewa. Mfano msanii kama Kala Jeremiah ana mahadhi yake ya uimbaji. Na ndio maana yani uwezo ukamkuta yule msanii labda mavazi anayovaa labda hapo ina maana kidogo Kala Jeremiah anaweza akawa mfano kwenye jamii. Ya Kala Jeremiah. Sasa kumbe point yako inapingana na point yako ya mwanzo, si ndio hivyo? Kwamba ukiwa unaimba kule hauwezi ukawa mfano kwenye jamii. Naweza nikakonklude kwa kusema kwamba unaweza ukawa mfano kwenye jamii, lakini inafuatana na kitu gani unawapa jamii, unafikisha kwa jamii. Kala Jeremiah anaimba muziki wa Bongo Flava, lakini kwa kitu ambacho umekisema wewe, anaweza akawa mfano kwenye jamii. Kwa hiyo point yako hii tunaweza tukaipiga chini kwa kusema kwamba unaweza ukawa mfano kwenye jamii, ila unafanya nini? Unaimba Bongo Flava, unaimba kitu gani? Yes, lakini kwa mujibu wa livi. Hiyo ni kwa mujibu wa livi. Ndio. Lakini kwa upande wangu mimi, sio kwa mujibu wangu mimi. Ndio maana nikakuuliza Kala Jeremiah ni kutokana na ulivyoelezea ni mfano kwenye jamii, ukasema ni mfano mzuri kwenye jamii. Yeye anaimba Bongo Flava. Kwa maana hiyo kupitia Kala Jeremiah ni mfano tosha kwa kuonyesha kwamba kumbe kwenye Bongo Flava pia tunaweza tukampata mtu ambaye akawa mfano kwenye jamii, lakini inafuatana na kitu ambacho unakuwa unakifanya. Na ndio maana nilimtaja Kala Jeremiah. Na mimi ndio maana nikasema ni Bongo Flava. Kwa kiasi hapo. Tuendelee kidogo. Huu ni mjadala kidogo. Tugeukie kwa Karukano kidogo na yeye aweze kutuambia kuhusiana na swala hili. Tueleze kidogo kuhusiana na hiyo. Wewe mtazamo wako uko wapi? Kuhusiana na issue nzima hii ambayo tunaizungumzia. Kwamba kuimba kaswida inaweza ikawa sio ndio mfano pekee kwenye jamii, kwamba Bongo Flava sio mfano kwenye jamii kama ni msanii wa Bongo Flava. Wewe upande wako kwa ndio. Kwanza nishukuru sana. Asante. Mimi nina mambo matatu ndio kuhusiana na hili. Kitu cha kwanza ningeomba point moja ifahamike. Kila mtu afahamu point moja, kwamba kila kinachofanyika hapa duniani ni ibada. Naam. Kula ni ibada. Kuvaa ni ibada. Kuzungumza ni ibada. Na kila kinachofanyika, kuimba ni ibada. Ndio. Ona? Sasa issue inayokuja hapa ndio hii ni ibada hii. Kunywa hapa ndio hii ni ibada.
Sasa ibada duniani zipo kwa watu wawili, zinafanyika sehemu mbili. Kuna ibada ya kumfanyia Mwenyezi Mungu. Kuna ibada ya kumfanyia shetani. Watu ndivyo tuliko. Hapa ulivyokunywa, ukinywa kama inavyohitajika, yaani ukanywa juisi yako hii, ukainywa yote ukaimaliza bila kumwaga, umefanya ibada, umefanya vizuri. Yaani ukunywa ukaimaliza, hujaacha, hii ni ibada. Lakini ukinywa hii ukabakisha kiasi au ukamwaga pale, ukafanya hivi, hii pia ni ibada, umefanya ibada, lakini ya upande mwingine, si ya Mungu. Shetani anapenda vitu vya hivyo. Tukija kwenye habari ya muziki au kaswida, vyote hivyo tunaweza tukaviita ni kufikisha ujumbe. Ndio kwenye jamii. Kufikisha ujumbe pia ni ibada. Ukifikisha ujumbe vizuri, umeifanya ibada ya Mungu. Ukifikisha ujumbe vibaya, unafanya ibada ya shetani. Kwa hiyo mfano hapo tusipoendelea hata tusipoendelea mbele zaidi, nadhani mtazamaji amepata kitu hapo. Ameshakuelewa kabisa kwamba unafanya kitu unakifanya katika nia ipi. Sawa. Sasa turudi katika mada yetu kubwa kwamba wasanii wana switch. Kwa upande wako labda ni kwa nini wanakuwa wanabadilika kinamna hii? Hoja yangu ipo kwenye kuswitch kwa wasanii. Binafsi sijawahi kufanya muziki wa kawaida. Ndio nimeanza moja kwa moja kwenye kaswida. Ndio. Lakini nikizungumzia kwa hawa wanao switch, akina Kinani. Ndio. Inawezekana ni point kubwa sana ya kujitambua katika maisha yao waliopitia. Hoja tatu nilizokuambia, ya kwanza ilikuwa ni kwamba kila unachokifanya ni ibada. Ndio. Ina maana alipokuwa akifanya muziki ule wa kawaida, alikuwa akifanya ibada. Lakini kwa sababu alikuwa anafikisha namna ambavyo Mungu hapendi, yani kwa namna mbaya. Unajua ni kwa namna gani unaweza ukafikisha ujumbe lakini ikawa ni kwa namna mbaya? Kwa mfano hapo kwamba sijui. Kwa mfano chukulia muziki ya namna yoyote hivi. Watu wanafikisha maneno mazuri, lakini amevaa. Tumeshasema kuvaa ni ibada. Anayevaa kadistiri wengine wanamuita mshamba, lakini huyo ndio mjanja. Sasa huyo akivaa vizuri ni ibada, afanye ibada. Akivaa vibaya, yani akavua, hiyo si ibada. Sasa mtu anataka kufikisha ujumbe wake mzuri. Unaona video inatoka, lakini umo wamekuwa wamefanya maneno ni mazuri, lakini namna imefikishwaje ni tatizo. Hoja ya pili kwa ufupi sasa. Hoja ya pili, haya mambo tunayoyafanya, hizi ibada tunazozifanya, tunafanya kwa ajili si ya hapa tu, ni kupata malipo na mengi na siku ya mwisho. Bila shaka Tanzania tunazungumzia ni watu wenye imani. Na hapa studio tuna imani. Na hapa tuna imani. Aidha utakuwa ni Muislamu, utakuwa ni Mkristo, lakini unaamini kwamba kuna siku ya kufa. Mungu ni huyu? Ni mmoja. Hawezi akakwambia hata mmoja anayeimba muziki wa kawaida kwamba huu muziki siku moja utakuja kunifanyia kitu hiki, nimeshakufa. Yaani kwamba ukute kaburini unisaidie kitu. Hawezi kukwambia hata mmoja. Ila anafanya hapa apate kipato amalize. Hoja ya mwisho ya tatu ni kwamba wale wenye dhana ya kwamba Bongo Flava ndiyo inalipa, hawapo sahihi. Kipindi Steven Kanumba akiongoza tasnia ya movie, ilikuwa ikifahamika kwamba Bongo Movie ndiyo tasnia pekee inayoweza kulipa, na ndiyo usingelinganisha na Bongo Flava wala kitu kingine. Alifanya ikawa na thamani kiasi kwamba ikawa ndiyo inaonekana iko juu. Baada ya Bwana Kanumba kufariki, akaja hivi alifariki au aliaga dunia? Yote yanaweza ikawa sahihi. Unajua kufariki, unaweza ukafariki. Bwana nafuatilia katika maelezo ya baadhi ya watu wakawa wanatoa tofauti ya kufa na kuaga dunia. Afu kuna kufa ukaacha historia
na kufa ngoja kwanza tuende kwenye kuaga dunia. Yaani ukiaga dunia, unajua unavoaga kitu au unaondoka. Sawa? Unaaga. Watu kila mtu atakukumbuka. Unaona? Kwamba unaaga dunia. Sasa ukifariki, ndio maana walitoa mfano kwamba mtu anayefariki akiwa guest yule haagi dunia. Anafariki. Unaona bwana? Lakini wewe umekufa au umepoteza maisha ukiwa msikitini. Sema kila mtu atakuwa anajua kabisa huyu alikuwa anafanya ibada, ameaga dunia akiwa, yaani umeaga dunia, kila mtu watakuwa na kuelezea katika namna ambayo ni ya kistaarabu kwanza, yaani wanakustiri kwa sababu ulikuwa unafanya mambo mazuri. Yaani kwanza umeagia dunia ukiwa msikitini. Kwamba hata sisi waandishi wa habari bwana, mtu anayefia kule guest, mtu mmoja afia guest. Unaona? Lakini kijana mmoja ameaga dunia alipokuwa katika, unaona, ibada yake. Yaani kuna tofauti bwana, au hujaona hapo? Hebu malizia point yako. Naam. Nashukuru sana, umeleta hoja nzuri. Na pale na ndio maana naweza nikasema alifariki. Kwa sababu kama umesema anaweza kufanya kitu kinachokumbukwa, aliaga dunia. Kama fanya kitu ambacho sawa sawa, fariki. Ndio. Tutumia alifariki kwa sababu pia ya hoja ambazo nimeshazitanguliza. Sasa hivyo kwa ufupi sana tumalizie. Naam. Kwa hiyo hizi kaswida pia kipindi yeye akiwepo ilionekana Bongo Movie ipo juu sana. Sasa hivi Bongo Movie imeshuka. Bongo Flava ndio ipo juu. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya bwana mmoja anaitwa Diamond Platnumz. Akaipa thamani watu wakati inafahamu na lazima uwe mfuatiliaji ndio vitu kama hivi. Hivyo Diamond Platnumz akafanya Bongo Flava ikaonekana iko usije ukashangaa siku moja Bongo Flava haipo. Kuna kipindi fulani wasanii fulani walianza kuibuka wa gospel, walikuwepo watu kama Rose Muhando, Christina Shusho, huyo bado mpaka walishafanya ikaonekana muziki wa gospel unakwenda kukua sasa. Kwa hiyo watu tayari walishaanza kusema bwana muziki wa gospel ndio unaona. Sasa tunapata funzo gani? Chochote kile, iwe gospel, iwe Bongo Movie, iwe Bongo Flava, kinaweza kikaonekana kikubwa na kinaweza kikalipa, ila ni namna gani unavyo brand, ni namna gani unavyoaminisha watu kwamba hiki kitu ni cha thamani, ni kwa namna gani unavyotangaza kazi na ukaipa thamani, ikiwemo na uchaji wa Mungu unapoweza. Ndio na kaswida hii kama nimekuelewa, lakini nadhani nimekuelewa ipasavyo kabisa, ila mtazamaji nadhani amekuelewa zaidi, kwa sababu ndio tunamshibisha, yani tunahakikisha kwamba ale ashibe. Ndio maana tunahangaika sana kutafuta wageni kama nyie, ili kuhakikisha kwamba mtazamaji anapata kitu fulani kutoka kwenu, sio hivyo? Na nadhani anaendelea kukipata. Sasa mtazamaji, kama una comment yoyote ile, maoni yote yale kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kufanyika hapa ndani ya studio za Live Online TV, endelea kutupia comment yako hapo chini, lakini pia usahau like, kushare pia. Lakini uja subscribe, umeguswa na content, gusa tu hapo maandishi mekundu, utakuwa tayari umesubscribe na umekuwa mwanafamilia wa Live Online TV. Upate taarifa zaidi, bonyeza alama ya kengele, mambo yatakuwa yanaenda mubashara kabisa na unapata kila kitu tutakachokuwa tunakuletea kupitia Live Online TV. Tunakunywa kiasi kidogo. Sisi mkasema atunywe unaona bwana? Unajua kabla ya nilikuwa nikitembea katika mitandao ya kijamii, na muda wa mwisho kabisa kutembelea katika akaunti yako ya YouTube ilikuwa ni saa 10:20 ya leo. Na nilipoingia kule nimekuta kwamba subscribers wanazidi kuongezeka, mambo yako vizuri. Lakini kuna kaswida moja ya yatima ndio inaongoza kuwa na viewers wengi. Na ukiachana na hiyo, una takriban kama viewers kwa ujumla kama 1900 na kitu. Unaona? Na katika mtazamo wangu nilivyokuwa naangalia, ni kwa nini labda yatima imeonekana kuwa na viewers wengi kuliko
kaswida nyingine ambazo umeziweka katika mtandao wako wa YouTube? Kwanza kabisa kwa kifupi ni kwamba kaswida ya yatima ndio kaswida yangu ya kwanza kabisa, kwa hiyo imeishi kwa muda mrefu katika akaunti ya YouTube. Then pia ujumbe uliopo nafikiri unagusa sana watu wengi, ndio maana unaona inazidi kwenda kuzidi hata hizi zingine ambazo zinakuja. Kwa hiyo kikubwa ni ujumbe hasa uliopo unagusa. Na kutokana na namna nilivyoona mule ndani kuna video kama 5 hivi ambazo nimeziona, na ndio kwa ujumla nimeangalia pale nikaona ndio unakaribia 2K. Unaona sasa una mpango gani sasa wa kuhakikisha kwamba unaongeza viewers, unaongeza subscribers, lakini pia unapata fans wapya? Masuala la fans wapya ndio kama hivyo unavyoona tumekutana na wewe Live Online TV. Basi nafikiri mafans watazidi kuongezeka kupitia hii channel kubwa kabisa ya Live Online TV. Mafansi wetu watazidi kutizama, watazidi kutufahamu, wengine ambao hawakuwa mafansi wetu kupitia Live hivyo tunazidi kupata mafansi wa kutosha na kujitengeneza. Unajua muziki ni gharama, sio hivyo? Muziki unahitaji kuwekeza. Lakini wakati napita pale sikuona video hata moja ambao umetoa. Labda una mpango gani katika swala la video? Kwa sababu kama unavyojua pamoja nimesema muziki, nikizungumzia muziki mimi sizungumzii bongo flava. Mimi nazungumzia hiyo kaswida. Sio hivyo? Muziki unabadilika. Watu zamani alikuwa anatoa audio na muda mrefu bila kutoa video, lakini sasa hivi ulikuwa mtu akitoa akisema kwamba ninatoa labda ni kaswida hiyo hivyo, yani siku hiyo inatoka na video yake kabla ya kutoa hata audio. Sasa una mpango gani wa kuendana sasa na kizazi cha sasa hivi kwamba kutoa audio pamoja na video? Na video, lakini hata kabla ya hapo tuachane na hiyo mpango wa video, hata wa zile kaswida ambazo nimeziona katika mtandao wako wa YouTube. Kwanza kabisa kama nilivyokuambia nimeswitch na nimeswitch kabisa kihakika. Kwa hiyo nilipo switch moja kwa moja niliamua kwanza nifanye kazi walau wale mashabiki zangu, wapenzi wa kaswida zangu au wale mafans tunasema wajue. Ndio maana nilifanya kazi kwanza, audio za kutosha wajifahamu kwanza. Then sasa hivi nimeweka package, kaswida zipo bado zipo na zitaendelea kutoka, lakini kwa sasa hivi audio nimesimama kwanza. Ni video na ndo video ambayo inafuata sasa hivi haina muda mrefu kabisa, itakuwa ni video ya Eid Mubarak. Nafikiri nilikwambia hata mwanzo featuring bwana Kanonkano. Kwa hiyo kwa sababu tumefikia hapo, nadhani ungetupa kionjo kwanza hapo cha Eid Mubarak ingependeza zaidi. Kaswida ya Eid Mubarak ambayo tunategemea kutoa video hivi karibuni, siku chache zijazo. Kionjo kidogo nafikiri wanaijua, na wale ambao hawajui basi ndio tutoe kionjo kabisa. Ni Eid jamani, Eid, ni Eid jamani, Eid, ni Eid jamani, Eid, ni Eid jamani, Eid, ni Eid jamani, ni Eid, ni Eid jamani, ni Eid, ni Eid jamani. Bwana, unajua unapokuwa unasikiliza kwanza mtu anavyotoa sauti, yani hapo tu ndio unapata kujua kwamba mtu anafanya kitu kwanza ana kipaji. Unaona? Lakini mtu yote mwenye kipaji pia anakuwa na role model. Labda katika kaswida tukianza na Mr. Kanonkano. Nani role model labda mtu ambaye unamuona katika uimbaji wa kaswida anapelekea na wewe unakuwa na ushawishi wa kusema kwamba na mimi nifike mbali katika muziki huu wa kaswida? Role model wangu pamoja na kwamba alikuwa si maarufu katika kaswida, lakini role model wangu alikuwa ni baba yangu mzazi. Ndio, baba yangu mzazi anapenda namna fulani ya mashairi na anakwambia kwamba hii ni njia nzuri ya ufikishaji wa ujumbe. Role model wangu ni baba yangu mzazi, na inshallah nitafanya makubwa sana, lakini hoja kubwa nimetoa kwa mzee kwake, ndio mzee Kanonkano. Ambapo hata nikiangalia umeamua kabisa kutumia hilo jina lenyewe, kwa sababu nikiangalia ile Eid Mubarak ni Kinana featuring Kanonkano, kwa sababu
naona kama sasa umeamua kulitumia kwa kweli. Tuje kwa upande, naweza nikasema kwanza kabisa ni mapenzi ya kuimba. Kama kuimba nilikuwa nayo, unaona, lakini nilipokuwa sasa nipo, unajua mimi nimeswitch, lazima niwe na gonga pale nimeswitch. Lakini sasa katika kuimba nilipokuwa kule duniani kule kwa shetani kule, of course mtu aliyekuwa akinivuta sana na nilikuwa napenda sana kufuatilia kazi zake, mbali na kwamba nilikuwa na mapenzi ya kuimba, kwa sababu mimi nimesoma madrasa. Masuala ya kuimba nimeanzia kule huku nilipo sasa hivi. Nimeanzia huku. Ni kama ulirudi nyumbani. Nimerudi nyumbani sasa, uwanja wa nyumbani. Unaona, tuko tunaimba sana. Walimu wangu kwa mfano Ustaz Raji, Ustaz Rama alikuwa ni ana jina kama la kwangu pia hivyo Rama. Of course role model kwa sasa hivi na hata nilipokuwa kule duniani kule kwa shetani alikuwa ni Brother Nasir. Brother Nasir anaimba nashid sana, nafikiri yuko popular sana. Haya, kuna mmoja pia ambaye ni binti anaitwa Juhaina Ufti huyo, na pia naye pia ni role model wangu, japo yeye ni msichana lakini napenda sana kazi zile.